to integrate in our forest and to work together. Ibada katika kanisa la Full Gospel huko Naivasha zililemazwa hapo jana baada ya waumini kufunga milango kupinga kuhamishwa kwa askofu wao kwa njia tata. Kwa muda wa siku nzima, waumini hao walimzuia mtu yoyote kuingia kanisani huku wakidai kurejeshwa kwa kasisi wao. Polisi wa kupambana na ghasia walilazimika kutumwa eneo hilo ili kurejesha utulivu na vilevile kufuatia ripoti kwamba kikundi cha waliotengana kilitaka kuingia katika jumba hilo. Shida zilianza wiki jana baada ya Askofu Mkuu Stephen Waweru kuhamishwa kanisani licha ya kutumikia moja ya muhula wake wa miaka 3. Vilevile waumini waliokasirika waliweza kunyoshia kidole cha lawama baadhi ya waumini wa kanisa hilo kwa kupanga uhamisho huo kwa nia mbaya. Sasa bishop wetu is just 1 year old tangu ingie kwa hiyo ofisi. Kuna ile miradi ambayo tumepanga, kuna yale mambo ambayo tumepanga, kuna masuala ambayo tumekuwa tukijadili, kuna mikakati ambayo imewekwa na kanisa, imekatizwa katikati bila sababu yoyote ambayo inaweza kutusaidia kuelewa sababu ya hiyo. Ingekuwa ni afya yake imeathiriwa na maeneo haya ya Naivasha, ingekuwa ni rahisi kwetu kuelewa. Lakini kwa sasa hakuna sababu. Kwa hivyo katiba ya kanisa ifuatwe na mambo yafanywe kulingana na vile inastahili kufanywa, tuelekezwe. Na wakati maamuzi yanafanywa na wale wakuu katika ofisi ya Full Gospel Churches of Kenya, tunataka wajue ya kwamba kuna watu ambao wanaongoza na sisi ndio wa muhimu zaidi kwa sababu sisi ndio kanisa, sisi ndio tunafanya kanisa liitwe kanisa kwa sababu ya kuwa washirika. Na tujaambiwa huyu mchungaji amefanya nini. Lakini kwa fununu huko na kule tunaambiwa huyu mchungaji ameshikilia kanisa pamoja na yule aliye retire. Sasa anaambiwa mpaka ameinherit maadui ambayo hawakuwa wake. Kwa hivyo transfer yake si halali na ndio maana tunaikataa. We decided as the members we must get an answer from the leadership, that is the regional leadership ama the national office, watuambie why they are doing all this.